Kwa hiyo wana wa Israeli wakateseka miaka 40. Baada ya miaka 40 kufika, Mungu akasema okay, nataka niwaokoe hawa watu. Ndipo Mungu akamchagua mtu huyu mmoja anaitwa Manoa. Manoa alikuwa na mke ambaye alikuwa tasa. Malaika akamtokea. Ukisoma Funua Waamuzi 13 inasema, ukianza mstari wa kwanza pale inasema, wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana, akawatia katika mikono ya Wafilisti kwa muda wa miaka 40. Hebu sema, kwa muda wa miaka 40. Aliyewatia ni nani? Aliyewatia ni nani? So kufika hapo unakubaliana na mimi, kumbe Mungu anaweza kukutia mikononi mwa mchawi ya kushughulikia, kwa sababu kuna mahali umegoma kubadilika. Akawatia kwa miaka 40. Mstari wa pili unasema, palikuwa na mtu mmoja wa Sola wa jamaa wa Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa, uzai, lakini utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa jitahadhari na kuomba usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanaume, na wewe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnaziri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Hebu sema, na mikono ya Wafilisti. Baada ya mateso ya miaka mingi, Mungu anakuja kutoa oda kwa mtu mmoja kwamba wewe saizi huna kitu, saizi hiyo biashara imekauka, najua saizi watu hawaoni chochote, umejaribu kuanzisha vitu havieni. Tazama, kuna kampuni itatokea mikononi mwako, na hii kampuni itatokea mikononi mwako, ninaruhusu iwe hivyo mimi Mungu, kwa ajili ya wewe uje usapoti ufalme wangu, kwa ajili ya wewe uje ufanye kitu kwa ajili ya madhabahu yangu. Mungu huwa anatoa maelekezo kabla ya kitu kutokea. Unaona hapa anaenda kumtokea tasa, anamwambia kwamba utampata mtoto mwanaume, na masharti anampa, usinywe pombe, usifanye hiki na hiki na hiki. Unakuja kugundua wengi tulizaliwa kwa wazazi ambao hawajielewi. Kwa sababu gani? Kumbe ilibidi hata kabla ya kuzaliwa kwetu wazazi wao wamemsikia Mungu. Maanake kila mtu ambaye yuko duniani kuna kusudi analo, yoyote yule. Yaani unaona hivi kama Samsoni alizaliwa, lakini Mungu anaachilia maelekezo, mtoto utakayemzaa yuko hivi. Nikuulize dada, huyo mtoto Mungu alikwambia chochote kabla ya kumzaa? Ulifunga hata ukamuuliza Mungu, huyu mtoto utamuita nani? Huyu mtoto amekuja duniani kufanya nini? That's why watoto wanazaliwa tunawalazimisha kasome. Anaenda la kwanza mpaka la 7, form 1 mpaka form 4, form 6, form 5, anaenda chuo. Somea ualimu ili upate mshahara. Anaenda kusomea, anakuwa mwalimu wa shule ya msingi la kwanza D. Kwa hiyo sio sawa. Lakini ukija kufuatia huyu mtoto sio maono yake, hicho kitu sio kitu chake, analazimishwa na wazazi. Ile mwalimu wa shule ya msingi la kwanza si. Kwa nini watu wengine wanaishi nje na hatima zao? Makosa yanaanzia kwa wazazi. Kwa nini Ibrahimu baraka zake zilicheleweshwa? Au kwa nini Ibrahimu kuna vitu vyake vilikataliwa? Mambo fulani yalienda. Msimsome tu Ibrahimu kwa mazuri, kasome vizuri, utakuja kugundua baba yake Ibrahimu alikuwa anaitwa Tera. Yeye ndiye alipewa oda ya kwenda Kanani. Mzee wake Ibrahimu akawachukua Ibrahimu na kina Lutu akaanza kwenda nao, akafika nchi nyingine akaanza kuabudu miungu. Maandiko yanasema akakaa pale zaidi ya miaka 5. Mungu yule mzee akafia pale kwa miaka 5. Baadaye ndio Mungu anamtokea Ibrahimu, anamwambia Ibrahimu, toka uende mpaka nchi nitakayokuambia. Na nchi ambayo Ibrahimu anaambiwa uende mpaka nchi nitakayokuambia ndio kule Kanani ambako baba yake alikuwa anaenda. Kwa maana hiyo utakuja ugundue aliyekuwa na maono ya kwenda Kanani sio Ibrahimu, ni baba yake. Halo? Mambo mengi wewe leo umepata mzigo wa kuyaendeleza, yamkini baba yako ndo alifeli. Kwa nini unawaza uwe na kampuni? Kwa sababu baba yako alianzisha, labda akashindwa. Kwa hiyo Mungu anataka lile wazo la kampuni, anataka liendelee. Na hapo ni kwa kuwa makini sana. Alikuwa anasema babangu wa Kilosi moja, nilicheka sana. Anasema mzungu mmoja alikuja Morogoro siku moja anahubiri, akamtabiria mama yake
akamtabiria mama yake na baba yake kile kipindi hicho ni mtoto, akamwambia kwenye paji la uso wako naiona ibada itakao kuja kufanyika Tanzania kubwa sana. Waliposikia hivyo wakanisifu, wakaenda kufungua kanisa. Baba yake akawa mchungaji, alafu ni mwanajeshi. Kanisa nilikaa muda mrefu tu, miezi miwili, nilidumu kwa miezi miwili. Baba akauza kanisa, akauza mabati, akakimbia. Why amekimbia? Kwa sababu ya unabii kwamba kwenye paji lako naiona ibada itakayofanyika Tanzania. Wao wakatafsiri kwamba mzee ni wewe huyu, sasa ni nani? Kumbe ni mtoto mdogo ambaye alikuwa ameongozana nao. Okay, Mungu anaweza akakuonyesha vitu. Kuna vitu Mungu anaweza akakuonyesha, kumbe anakuonyesha kwa ajili ya watoto wako, kwa sababu wewe umeshinda. Ndio maana maandiko yanasema mabinti watatabiri, vijana wataona maono, alafu wazee wataota nini? Ndoto. Sasa wengi mnapenda kutafsiri hiyo mambo kwenye mambo ya kinabii tu. Wazee kwani wewe hutaki ndoto? Kwani mimi sitabiri? Kwani wanasema mabinti watatabiri, vijana wataona maono, wazee wataota ndoto? Kijana kuona maono kwa namna nyingine ni kwa tafsiri hii: mtu mwenye uwezo wa kuipambania future yake iangali ukiwa kijana. Muda ukishaenda, wewe unakuwa mtu wa ndoto. Miaka ikishaenda, maono yako yanageuka kuwa ndoto. Uongo kweli? Nilikuwa na ndoto ya kufanya hivi na hivi, lakini ukienda kuuliza baba zetu watakwambia nilikuwa na ndoto. Kwa kile kitu, kwa sababu amekiwait muda mrefu, kwa kimegeuka kimekuwa ndoto. Maana yake hakiwezi, na ndoto ni kitu kisichotimia kwa urahisi. Halo? Kwa Mungu anataka wewe kijana utimize maono yako. Mungu anataka wewe kijana usimame katika maono yako yatimie. Sema kwa jina la Yesu. Maono nilionayo lazima yatatimia. Kusudi la Mungu aliloniwekea lazima litatimia. Aliyekuwa amependa kwenda Kanaani ni mzee wake Ibrahimu. Akafika akaanza kuabudu vitu vingine. Unakuja kuangalia kitendo cha mzee kukaa pale na kina Ibrahimu miaka 5 iliyochelewa ilikuja kumsababisha Ibrahimu kule akaenda kupitia njaa. Wakakimbia Misri, na Sara wake wakakimbia Misri, na wanaenda kudanganya kule. Sara, wewe ni mzuri sana mke wangu, naomba wakikuuliza vipi hapa useme mimi ni kaka yako, ili wasije wakaniua. Kusema mimi ni mume wangu ataniua. Ibrahimu akasubutu kudanganya. Kwa sababu ya nini? Kosa dogo la leo linaleta madhara mbaya kwa mtoto wako. Kataa. Kuna spirits ambazo zipo zina operate kwenye vitu kama hivyo, delaying spirit, roho za kucheleweshwa. Ndio kama kuna vitu unavyovichelewesha leo, hivyo vitu vinakuja kuwachelewesha mpaka watoto wako. Kuna mambo unapitia leo kwa sababu mzee wako kuna sehemu ya kukamilisha. Kuna vitu unapitia leo kwa sababu kuna mahali baba yako hakukamilisha. Jamani, si inaeleweka? Si inaeleweka? Tuongee tu ukweli, watu wa kimweli, ukweli tu wa uhalisia. Baba yako angekaa vizuri kimaisha, baba yako angepambana vizuri kimaisha, usingekuwa hapo. Kuna hatua ungekuwa nayo. Ni kweli hatutegemei vya baba, ni kweli hatufanyi vipi, lakini Biblia inasema mzazi mzuri anaandaa urithi mwema kwa ajili ya wajukuu. Umeona kitu kinachoonekana? Mzazi mzuri huandaa urithi mwema kwa ajili ya nani? Ya wajukuu. Hajamsemea mtoto. Ina maana mimi natakiwa nifanye vitu vizuri mpaka mtoto wa Briana aje pia anifurahie, aje pia aenjoy hizo baraka. Bwana Yesu asiwe. Amen. Bwana Yesu asiwe. Kwa hiyo tusije tukaanza bana hivi na hivi na hivi. Ndio maana Afrika leo tumekuwa wapumbavu, tuna mambo ya ajabu. Tunazaa watoto tukitegemea tu watakuja kutusaidia. Ni mentality ya uovu sana. Eti nazaa mtoto baadaye wewe msaada kwangu. Wakati wewe umemzaa mtoto, huyo mtoto unatakiwa umsaidie wewe. Hivi kati ya Mungu aliyekuumba ukaja duniani, nani anatakiwa msaidie mwenzake? Kati ya Mungu aliyekuumba duniani na wewe unatakiwa umsaidie Mungu au Mungu anatakiwa kusaidie wewe? Mungu anisaidie. Sasa Mungu kama alivyo mzazi wetu anatakiwa atusaidie sisi. Na ndivyo hivyo hata baba yako aliyekuzaa kabisa kimwili haitakiwa akusaidie wewe. Haitakiwa hakikishe wewe kuna vitu unavikamilisha.
Kwa nini hajafanya hivyo? Ndio haya maswala ya koo tunazotoka, mara hii wengine sije kisukari, sijui vitu gani, mara ajali, sijui mavitu gani. Kwa hiyo tunajikuta tunatokea, tunapitia maisha ambayo ni maisha ambayo yametokana na makosa ya baba. Sema kwa jina la Yesu. Kataa kusinzia, sema kwa jina la Yesu. Sema kosa lolote alilolitenda baba yangu halitonifanya nishindwe kutimiza maono yangu. Sema kwa jina la Yesu. Maono yangu lazima yatimie, lazima yatimie katika jina la Yesu. Hivi wewe unajua vitu vingine sio vya kulaumu. Eti mtu unakuta lalamika, inakuwaje Mama Samia anachukua mtoto wake anampa uongozi ambao hauna maana. Ulitaka akachukue mbwa? Ulitaka akachukue muhuni wa barabarani amweke pale kwenye nafasi? Nani ambaye anatamani mtoto wake apitie maisha magumu? Yaani mimi nimekuwa rais, kwa mtoto wangu nisimpe kitendo? Jamani, tuongea tu uhalisia. Mimi nimekuwa na cheo fulani, mimi nimepata cheo fulani, nisimpe mtoto wangu kitendo? Utakuja kugundua hata marais wa zamani au viongozi wa zamani, wafalme, walikuwa wanafanya hivyo. Anakaa kwenye nafasi yake, anajua nitatoka, mtoto wangu ataingia. Mimi Daudi nitatoka, Suleimani ataingia. Mimi fulani nitatoka, mtoto wangu ataingia hapa. Si ndio inavyokuwa? Hakuna mtu anayetafuta maisha eti kwamba eti mtoto wake azalaulike. Tunataka tutafute maisha watoto wangu waheshimike. Kama ishivyo Bwana, kwa jina la Yesu, maisha yangu hayatakuja kuwa kicheko kwa watoto. Maisha yangu hayatakuja kuwa fezea kwa watoto. Watoto watajivunia mimi kwa jina la Yesu. Watoto watajivunia utajiri kutoka kwangu. Watoto watajivunia mali kutoka kwangu. Watoto watajivunia baraka kutoka kwangu. Watoto watamuona Mungu kupitia kwangu kwa jina la Yesu. Ndio maana muda mwingine imekuwa ngumu. Sisi wengine hata ilikuwa ngumu kuokoka kwa sababu mzazi anakuambia tu mfuate Yesu. Unamwambia mfuate Yesu, baba ana suruali moja. Baba huyo Yesu namfuata, ambaye siku zote nakuwa na suruali moja, kiatu kilishaisha mpaka unajua kiatu kikiisha sana mpaka umpembeni kuna namna kunakaa. Wale ndio somo shule ya msingi mnanielewa. Why?